Dulayo kawa msanii wa kwanza kabisa katika kituo kipya cha VIP cha waraibu wa dawa za kulevya, lakini pia na waraibu wa pombe. Mimi naitwa Abdulrahman Kasembe, wengi wananifahamu kama Dulayo. Mimi niko hapa kwa sababu nafanya mazoezi na kukemea pia habari za madawa ya kulevya. Sikuja hapa kwa sababu ya madawa ya kulevya, nimekuja hapa kwa sababu ya pombe. Kiufupi nilikuwa nakunywa sana pombe. Kwa hiyo watu wameniona na watu wanaonipenda, na washukuru sana. Wakanikamshika mkono, wakanikamata na kunileta kwa Madam Pili. Madam Pili ni mtu mzuri ambaye nampenda kwa kweli. Kwa nchini Tanzania vituo kama hivi kwa ajili ya watu mashuhuri vilikuwa havipo. Na Pili Misana Foundation ndo angalau wamejitoa kwa ajili ya kujenga kituo kama hichi. Watu wengi waraibu maarufu walikuwa wanaenda nchi za nje kwenye kupata hizi huduma, lakini kwa nchini Tanzania hichi ni kituo cha kwanza ambacho tumekifungua kwa ajili ya waraibu wa dawa za kulevya na vilevi vingine. Kituo hichi ambacho kiko Kigamboni kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni kituo cha kwanza kukifungua kwa ajili ya watu maarufu ili waweze kupata huduma hiyo ya unasihi na uponyaji wa uraibu mbalimbali ikiwemo dawa za kulevya. Nimekuwa nikitagiwa au nikitumiwa message na wananchi tu wengine, ukiacha wale walengwa wenyewe. Nimekuwa nikipokea message nyingi, nikipokea simu nyingi sana, lakini hofu ya watu wengi mashuhuri au watu wengi maarufu au watu fulani wenye nafasi fulani ni ile kuchanganyikana. Yaani wengi walikuwa hawapendi kuchanganyikana. Kwa hiyo wengi wanaona tu nikienda alafu nikachanganyikana na watu wengine, habari zitaenea huko mitaani. Kwa hiyo wengi walikuwa wana hofu hiyo tu, lakini niwahakikishie kwamba kwenye hii nyumba yani kuna privacy ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ni private kweli kweli. Kwa hiyo hata ukija hapa sidhani kama kuna mtu anaweza kujua kama uko kwenye rehab. Kwa sababu kwanza una uwezo wa kujifungia hapa na asije kutembelea hata mtu mmoja. Labda ukachagua tu watu ambao unawaruhusu waje kutembelea. Kwa hiyo niwatoe hofu watu mashuhuri, niwatoe hofu watu maarufu ambao wanapitia changamoto ya ulevi wa pombe, wanapitia changamoto ya uraibu wa dawa za kulevya. Katika jambo lolote zuri linalofanyika lazima nyuma kuna watu. Kwa hiyo napenda kuchukua kutumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, lakini pili namshukuru mume wangu kipenzi anaitwa Doto Vileti Masudi. Kiukweli kabisa amenisupport sana amenisupport sana kufikia hapa, lakini nashukuru wazazi wangu, mama yangu, nashukuru watoto wangu ambao ndo nakamilisha familia yangu, lakini nawashukuru kwa kipekee kabisa wafanyakazi wenzangu ambao